Mabibi na mabwana, watu wangu wa Tanzania, Kenya, Uganda, Kongo, Namibia na duniani kwa ujumla, anaileta kwenu simulizi iitwayo Vita kati ya Dunia na Bahari. Na huu ni mwendelezo, na hii ni sehemu ya 5. Nyote mnakaribishwa. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuendelee na simulizi yetu. Ndugu msikilizaji, kama unavyoelewa, katika maisha au katika mission kuna watu wengine huwa sio watu wema, na maanisha huwa kuna usaliti. Baada ya hawa viumbe kusema kwamba hatutorudi tena duniani kufanya mkutano kwa sababu tunapata sana tabu kupumua, na kwamba sisi tumeshazoea kuishi chini ya bahari, waliwahitaji binadamu waweze kushuka chini ya bahari kwa ajili ya mkutano. Lakini baada ya kutoa taarifa hiyo, kuna binadamu wengine walikuwa sio wema, walikuwa wanahitaji kwenda kuangamiza kabisa vile viumbe huko chini ya bahari, kwa sababu uharibifu waliokuwa wameufanya katika dunia ulikuwa ni mkubwa sana, baada ya kuleta kiama, baada ya kuleta storm ya mvua ya takataka katika dunia. Hivyo siku iliyofuata, kikosi maalum, wajumbe maalum kutoka duniani wakiwa na boti kubwa ya rangi ya blue walielekea katikati ya kina kirefu. Baada ya kufika, wakiwa wamevaa nguo maalum ambazo hazipitishi maji, waliweza kudive mpaka chini ya bahari. Walipofika chini ya bahari, walipokelewa vizuri, na empire ilikuwa ni kubwa, jiji la chini ya bahari lilikuwa ni kubwa, viumbe walikuwa wengi mno, wengi sana. Ila baada ya kufika tu, mjumbe mmoja ambaye alikuwa sio mwema, akiwa amebeba kitufe cha rangi ya duara, rangi ya blue, ni duara kama la mpira hivi, tufe kama la mpira hivi. Alifika akamsogelea yule mama au yule mjumbe wa kule chini ya bahari, anaitwa Salti. Alipomsogelea akamweleza, wajumbe wakuu, viongozi wangu katika dunia wameniletea zawadi hii hapa, nije niwapatieni nyinyi yote. Na kisha baada ya kumpatia lile tufe yule dada, yule Salti, yule samaki, yule kiumbe, ghafla kumbe lilikuwa ni bomu. Lile bomu lilipasuka na kulipuka na kuangamiza mamilioni ya viumbe wengine waliokuwa kule chini, na kuangamiza wajumbe wengine ambao walikuwa kule chini. Kisha yule bwana, kwa sababu alikuwa amevaa vifaa maalum, aliweza kudive na kuanza kurudi duniani. Kwa hiyo moja kwa moja ilikuwa tayari binadamu wameamua kuanzisha vita na wale viumbe, na hili jambo lilifanyika kwa siri, na hili jambo lilifanyika kwa mpango maalum, bila kujua baadhi ya wajumbe wengine ambao walikuwa wanaenda kule chini ya dunia, kule chini ya bahari. Na wakati huo kuna mjumbe mmoja alikuwa anaitwa Black Clay kama balozi. Yeye alipata bahati ya kuokolewa na yule Salti. Baada ya bomu kulipuka, yule Salti, kwa sababu ni samaki, alimkumbatia na kushuka naye chini kabisa ya kina cha bahari, kisha akapanda naye juu kabisa ya bahari na kumpa msaada mpaka ufukweni, kisha akamwacha. Na idadi kubwa ya watu wengi waliokuwa kule chini ya maji na wale viumbe walipoteza maisha, mpaka maskari pia walipoteza maisha. Lakini halaiki hii iliyofanyika, mauaji yaliyofanyika, yalifanyika kwa siri sana, bila mjumbe mwingine yoyote kujua, ila mtu mmoja tu alikabidhiwa lile bomu. Kwa nia ya kuangamiza wale viumbe, ilibidi awaangamize na binadamu wengine ambao walienda kule chini kama wajumbe kutoka katika dunia. Na huku duniani
watu ambao walikuwa wanafuatilia taarifa zote kupitia satellite walizungumza. Binti mmoja alimuuliza, ina maana kule chini ya bahari imetokea nini? Yule binti akamwambia, wote wamekufa. Kwa nini? Kuna mtu ambaye sio mwema katika kikosi chetu alienda na bomu kwa nia kwamba kuangamiza wale viumbe na kuangamiza binadamu pia, lakini lengo lake kuu ilikuwa ni kuangamiza wale viumbe kwa sababu tusingeweza kushindana nao. Lakini kumbuka, wote hawajafa. Yule samaki alikuwa anaitwa Salty, aliweza kumsaidia yule bwana mdogo anaitwa Blackley. Aliweza kumsaidia mpaka kumtoa ufukweni, akamtoa ufukweni kisha akarudi ndani ya maji. Hakika yule Salty alikuwa kiumbe ambaye ni mwema sana. Na baada ya hapo televisheni zote za taifa zilitangaza, tumepokea taarifa ya habari mnamo saa 11 jioni kwamba wajumbe wote ambao walienda kule chini ya bahari wote wameuawa. Wameuawa kwa nini? Ni kwa sababu kuna mtu mmoja ambaye alikuwa sio mtu wa timu yetu, alijipenyeza kwa siri katika kile kikundi chetu cha wajumbe akiwa na bomu kwa nia kwenda kuangamiza wanadamu ambao walienda kule chini ya bahari kwa ajili ya kikao. Vile vile alienda kwa ajili ya kuangamiza wale viumbe. Target yake kubwa ilikuwa ni kuangamiza wale viumbe ambao wanaishi kule chini ya bahari. Yule mama yake, mke wake na Salty, mke wake na Blackley pamoja na binti yake walipoendelea kutazama TV walijikuta wakitokwa na machozi kwa sababu moja kwa moja waliamini kwamba mmoja kichwa cha familia ambaye ndio baba wa familia tayari ameshapoteza maisha, kwa sababu televisheni inatangaza kwamba wajumbe wote walioenda kule chini ya bahari wote wamepoteza maisha kwa sababu wamebomu. Kuna mmoja ambaye alienda kule na bomu na akapasua kule chini ya bahari na kusababisha mauaji ya halaiki viumbe pamoja na wanadamu. Na kisha kupitia television zote za taifa, television zote za jiji, yule binti Salty, yule binti ambaye alikuwa ni mjumbe kutoka kule chini ya bahari, akatuma ujumbe akisema, your diplomats are dead. Watu wote, wajumbe wenu wote wamekufa, wamesababisha maafa makubwa katika dunia yetu. Sasa ni vita, tunatangaza vita kati ya binadamu pamoja na sisi. Na kwa kuwa mmepiga mabomu katika dunia yetu hapa chini ya bahari, sasa miili yote ya wajumbe wenu, miili yote ya askari wenu tutawapa watoto wetu ili wale. Unajua samaki siku zote wanaweza kula hata binadamu. Basi yule dada Salty alizokuambia miili yote, mabaki ya miili yote baada ya kupigwa mabomu kule chini, akiongea kwa hasira kwamba watawapa watoto wao ili wale, lakini akatangaza vita kali kati ya yeye na binadamu. Na pia akasema, mazungumzo na nyinyi hatutaki tena, tunataka vita. Sasa vita kati ya binadamu na wale viumbe kutoka chini ya bahari imetangazwa rasmi. Sasa sijui ni vita gani inakuja. Tafadhali endelea kuungana na mimi katika simulizi hii ya vita kati ya dunia na bahari. Na kule ufukweni mwa bahari tunakutana na Blackley akiokolewa na wavuvi kutoka katika meli maalum. Baada ya wavuvi kumuokoa, waliweza kumpeleka moja kwa moja mpaka nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, alieleza familia yake, nimeokoka mimi, nimeokoka kwa itikadi za Mwenyezi Mungu. Naam, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, amenisaidia. Lakini kuna yule samaki ambaye anaitwa Salty, yule binti, yule kiumbe ndo aliyeniokoa kunitoa kule chini ya bahari kwenye kina kirefu, kwa sababu suti ambazo nilikuwa nimeshavaa tayari zilikuwa zimelipuka kwa kupigwa na bomu. Hivyo yule Salty, yule kiumbe ndo alionitoa kule chini ya bahari mpaka ufukweni. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu, niko salama. Familia ilifurahi, familia ikamshukuru Mwenyezi Mungu, na pia familia ikalia kwa ajili ya yule bwana mdogo anaitwa Blackley, kwa kusema kwa nini yote yanatokea. Mtoto wake alimwambia, baba, tulikuambia hii sio kazi nzuri, wewe unaenda kuwa mjumbe kati ya binadamu na viumbe kutoka chini ya bahari, hiona sasa inaanza kugharimu maisha yako. Bwana Blackley alisema, hapana, majukumu ya kiserikali lazima yafanyike. Ili kuilinda dunia inabidi tujitoe sadaka na maisha mengine yaendelee.
na kisha bwana Blackley akatoa ujumbe kwa serikali kwamba baada ya lile bomu kupigwa, yeye yuko salama, yeye alinusulika, na kiumbe aliyemsaidia ni yule Salt, yule kiumbe wa kike kutoka kule chini ya bahari katika wale Homo Aqua. Yeye ndiye alinusulika peke yake, hakuna mtu mwingine aliyenusulika. Kwa hiyo yeye ni mzima, na kama kuna chochote serikali inahitaji kutoka kwake, basi wanaweza wakamtafuta alipo, na maendeleo na mambo mengine yakaendelea. Na kisha bwana Blackley alisema, akitangazia dunia kwamba mimi peke yake ndio nimepona na hakuna mwingine, mjumbe mwingine aliyepona, wote wamekufa. Kisha yule mwanadada ambaye siku zote alikuwa akimpinga katika vikao akamuuliza, je, aliyekokoa ni ule Salt, yule kiumbe? Ndipo bwana Blackley akasema, naam, alioniokoa ni yule kiumbe, bila yeye mimi nisingekuwepo hapa. Ila nashangaa kwa nini binadamu walitu double cross wakapiga mabomu kule chini. Sielewi ni nani aliyetoa oda mpaka kutaka kuangamiza wale viumbe na sisi wajumbe ambao tulienda kule chini. Haya ni mauaji ambayo hakutakiwa kabisa kufanyika, kwa sababu sisi tulienda kule katika chini ya bahari kwa viumbe kwa nia ya kutaka suluhu, kwa nia ya kufanya maongezi ya kuleta amani katika dunia. Sasa kama wameshapiga mabomu, ina maana tayari tumeshatangaza vita na hawa viumbe. Na kumbe wanadamu walimteka yule binti anaitwa Salt. Sijui walimteka vipi, lakini inaonekana walimteka hapa, na yupo katika chumba maalum ambacho kimejazwa maji akipiga kelele, kwa sababu bwana Blackley alipewa taarifa kwamba yule binti aliyekusaidia tayari tumeshamkamata, tunamshikilia kama mtumiwa wa kivita. Bwana Blackley alikasirika akasema, hapana, kwa nini mnamkamata? Kumbe nyinyi ndio mmepiga mabomu kule chini ili kuangamiza wa viumbe. Hasa kwa nini mnamkamata huyo samaki? Huyo kiumbe kwa nini mmemkamata? Hampaswa kumkamata kwa sababu yeye mwenyewe ndo alionisaidia. Yeye ndo aliojitoa kwa maisha yake ili kunisaidia mimi kurudisha katika dunia. Ndipo yule madam ambaye alikuwa akimpinga siku zote, bwana Blackley alimkatia simu. Na tunatoka kule tunarudi ikulu ya White House, tunakutana na viongozi wa kiserikali, tunakutana na Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, Mr. Prime Minister, wakiendelea kuzungumza kupitia lile jambo. Mheshimiwa Rais alisema, lakini iliwezekana vipi kumpandikiza yule jamaa mpaka akaenda kule chini ya bahari ili kulipua lile bomu? Mr. Prime Minister akasema, unajua katika dunia sio kila mtu ni mwema, na inasemekana bwana huyu mzee aliyetumwa kwenda kulipua kule mabomu, alipandikizwa kwa siri katika ile timu na akashuka kwenda kulipua mabomu kule chini. Huyu bwana alikuwa ni mgonjwa, alikuwa anaumwa kansa hatua ya 4. Vivyo walimwambia, bwana wewe shuka tu, kajitoe kafara kule chini, nenda kajilipue na haya mabomu ili iweze kuwalipua wa viumbe, vile vile uweze kuwalipua binadamu ambao utakuwa umeenda nao ili kwa kuiokoa dunia, kwa sababu sisi hatuna njia nyingine ya kuweza kushindana na hawa viumbe. Kwa hiyo inabidi tukamalize huko. Kwa hiyo inavyosemekana yule mzee alishinikizwa, huenda hata familia yake ilitishiwa kwamba kama hatoenda basi familia yake itakuwa katika matatizo, na hata kama asipoenda kwa jinsi anavyoumwa kansa hatua ya 4 atakufa tu. Kwa hiyo inavyosemekana yule jamaa, yule mzee alienda kulipua mabomu kule chini ya bahari, alipandikizwa kwa siri katika kikundi cha wajumbe bila serikali nyingine yote kujua, bila watu wa serikali wengine wote kujua kitu ambacho kinaendelea. Wakaendelea kuzungumza, inahisi huyu bwana alipandikizwa kule chini kwenda kuangamiza wote, paka ule mjumbe wa binadamu bwana Blackley pia alikuwa anatakiwa uawe. Sasa Mheshimiwa Rais, vile vile Mr. Prime Minister na wajumbe wengine wa serikali wanakusema, sasa hivi ni nani aliyempandikiza yule mzee?
Waliendelea kufikiria bila kupata majibu. Huyu mzee kaenda kuvuruga kila kitu kule chini ya bahari. Je, hawa viumbe wataliact vipi wakija huku duniani? Kama mwanzo tu walileta mvua ya takataka, je, baada ya kupoteza watu wao na familia zao wataliact vipi? Inaonekana kuna binadamu ambao sio wazuri. Unajua siku zote binadamu anakuwa sio mtu mwema pale ambapo anakuwa na maslahi binafsi. Mnaweza mkakuta katika kikundi maalum, kikundi fulani na jambo lenu zuri tu, ila kati yenu kuna mtu ambaye sio mwema. Ana tamaa ya mali, ana uchu wa madaraka, au kuna kitu ambacho anakihitaji kwa faida yake yeye mwenyewe na sio kwa maslahi ya taifa. Akafanya kitu cha ajabu cha kutisha kama kilichotokea hapa. Mtu amepandikizwa katika wajumbe wa serikali ambao wanaenda kule chini ya bahari kufanya kikao na wale wale viumbe ambao wanaishi katika dunia ya bahari, aende akapige mabomu kule chini na kuangamiza wale viumbe bila rais kujua, Mr. Prime Minister na wajumbe wengine wa serikali kujua. Sasa waliendelea kuwaza na kujiuliza, je, inawezekana vipi? Nani aliyemtuma? Je, katika serikali yetu ni kina nani wanatuzunguka? Ni kina nani wanatudouble cross? Na sasa Mheshimiwa Rais alisema, sasa hapa hatuna jinsi tena Mr. Prime Minister. Hao viumbe tumeshawapiga mabomu huko chini na wameshatangaza kwamba maji yasije kutumika tena kwa binadamu. Hakuna mwanadamu yoyote anayeruhusiwa kupita katika anga la bahari. Hakuna mwanadamu yoyote anayeruhusiwa kuvua samaki katika maji, iwe ni bwawa au ziwa. Hakuna mwanadamu yoyote anayeruhusiwa kupitisha boti yake au meli yake katika bahari, kwa sababu sisi wanadamu tunaonekana tumewaangamiza na hawa viumbe. Kama tunaonekana tumewaangamiza, basi hatuna jinsi tena. Tumeshaingia kwenye matatizo, inabidi tupambane nayo. Yaani mwana kulitafuta, mwana kulipata. Kati yao kuna mtu ambaye sio mzuri, kaenda kupiga mabomu kule chini, kavuruga mkutano. Baada ya kuvuruga mkutano, basi wale viumbe wamechukiwa, wametangaza vita na wanadamu. Na hakuna mwanadamu yeyote anayeruhusiwa kupitia katika anga la bahari, anga la ziwa yoyote katika dunia. Hakuna mwanadamu anayeruhusiwa kutumia maji. Wanasema kwamba maji ni ya kwao. Wameweka mipaka kabisa. Na hapa dunia sasa inaelekea kuangamia, kwa sababu bila maji binadamu hawezi kuishi bila maji. Na upande wa pili wa simulizi yetu tunaona mabwana wawili wakishuka kwenye pikipiki. Pikipiki zimeandikwa H2O. Kuna mabwana hapa wameshajipachika majina. Nadhani hawa ndio waliotuma mabomu. Hawa ndio walioenda kuvuruga kule chini ya bahari mkutano kati ya wanadamu na wale viumbe. Wanaingia katika nyumba moja na kumuua kijana mmoja asiojulikana. Baada ya kumuua yule kijana, wanaondoka zao. Na hapo juu ya anga tunaona helikopta kubwa imeandikwa Unit, ikiwa imebeba kile kiboksi, kile kijumba maalum ambacho alikuwa amemkamata yule Salt, yule kiumbe kutoka katika kule chini ya bahari. Baada ya kupiga mabomu kule chini, bado serikali ikamkamata yule kiumbe. Je, kwa nini wamemkamata? Wanamuita ni mhalifu wa kivita. Mhalifu wa kivita kivipi? Ni nini kinachoendelea? Endelea kuwa nami mpaka mwisho wa simulizi hii. Ile helikopta ikashuka taratibu kutoka katika anga, ikiwa imebeba kile kibox, kile chumba maalum ambacho alikuwa ameweka yule samaki. Ikashuka mpaka kuna container, gari ambayo ilikuwa na container. Ikashusha taratibu ule mzigo, ile kibox kikafungwa na kamba maalum na minyololo maalum. Kisha dereva katika gari akashuka akamwambia, Mr. Ambassador, mambo ni aje mtu wangu? Fresh, niko poa. Bwana Blackley alikuwa pale, ambaye ndio Mr. Ambassador. Ambia, ndugu yangu, naona umekuwa maarufu, kila siku nakuona kwenye TV, kila siku nakusikia kwenye taarifa habari. Bwana Blackley akamwambia, ni majukumu tu ya kikazi. Majukumu tu ya kikazi. Mimi nilichaguliwa kuwa ambassador na hao viumbe wa kuwakilisha binadamu. Basi ndio hivyo, maisha yanaendelea. Ndipo yule kijana akamwambia, huyu kiumbe kuna mahali tunampeleka. Tumemtoa katika kitengo cha jeshi, tuna mahali tunampeleka. Kwani ilikuwaje?
Bwana Barkley akamwambia, bwana, huyo kiumbe mlimkamata ndio alionisaidia mimi kutoka kule chini ya bahari. Kuna mtu ambaye sio mzuri alipandikizwa kwa siri katika wajumbe, na mimi nikuwemo. Baada ya kupandikizwa kwa siri, alipofika kule chini tulijua mbeba zawadi. Baada ya kufika kule chini ya bahari, basi kumbe zawadi ilikuwa ni bomu. Ndipo aliweza kulipasua lile bomu, watu wengi, wajumbe wengine wakafa, familia za wale homo kwa wote wakafa. Bahati nzuri mimi na huyo Salt mkamata, ambaye mnasema ni mhalifu wa kivita, huyo kiumbe ndio pekee tukanusulika, na viumbe wengine waliokuwa mbali kilomita zaidi ya 1000 kutoka pale ndio walinusulika. Kwa hiyo unasema kwamba huyu kiumbe ndio aliyokusaidia akakutoa chini ya maji? Bwana Barkley alisema ndio, huyu kiumbe, bila huyu kiumbe mimi nafikiri ningekuwa nishakufa. Huyu kiumbe ndio alionisaidia. Sasa niko hapa nashangaa kwa nini nimemkamata. Natamani hata niweze kuzungumza naye. Baada ya mazungumzo marefu kati ule bwana Mniga na Mr. Barkley, Bwana Barkley alimwambia, unajua nini rafiki yangu, huyu samaki, huyu kiumbe ambaye ni samaki, kama alikuwa maisha yangu kutoka chini ya bahari akanileta duniani, basi mimi nafikiri ni mwema. Ila wewe ndo dereva wa hili gari ili unataka kutransfer hii container. Yule bwana Mniga akasema, naam, mimi nataka kusafirisha hii container. Vipi bro? Unajua nini bro? Bwana Barkley alisema, hebu nige funguo, nataka nimrudishe ukiumbe katika bahari. Nataka nimrudishe kunako maji. Wewe nipe funguo, alafu mimi niondoke na ile container, kwa sababu hapa si hakuna dereva, na dereva ndio wewe. Wewe nipe funguo. Ndipo yule bwana Mniga akampa funguo Bwana Barkley. Bwana Barkley ni kumrudisha yule kiumbe kwenye maji. Kwa nini anataka kumrudisha kwenye maji? Mimi na wewe hatujui, ila anataka kulipa fadhila. Siku zote ukifanywa jambo ambalo ni zuri, ukifanywa jambo ambalo linapendeza, basi usijaribu kulipa ubaya, kwa sababu ubaya una kawaida ya kuja na riba. Kama umemfanyia mtu jambo baya, basi likija linakuja na riba, yani linakuja na ubaya zaidi, malipo yake yanakuwa ni mabaya zaidi. Na kama unapofanywa jambo jema, basi jitahidi kuwa mwema katika dunia, kwa sababu Mungu anawapenda watu hao. Sasa tuendelee na simulizi yetu. Baada ya kupewa funguo, yule bwana akaendelea kupiga story, akaendelea kutia story na yule jamaa, ila lengo lake ni kuondoka na ile gari ambalo lina ile container, lina kile chumba maalum ambacho kina ndani yake kuna yule kiumbe anaitwa Salt, yule samaki. Na baada ya hapo wakacheza mchezo, akampa funguo. Baada ya kumpa funguo, bwana jamaa akaingia kwenye gari bila kuangalia huku wala kule. Dada mmoja askari akamwambia, Barkley, what are you doing? Unafanya nini sasa? Yule bwana mkubwa, yule bwana Mniga akajitetea, bwana akachukua bwana funguo bwana, akanyang'anya funguo bwana, anataka kuendesha gari mwenyewe. Wakamwambia, stop, don't do this, utahukumiwa, utafungwa na utaonekana na wewe ni mhalifu wa kivita. Lakini yule bwana aliingia kwenye gari. Na baada ya mzozano kuwa ni mkubwa, Bwana Barkley, unajua ile gari lilikuwa limepaki kando ya ni kama kwenye kivuko hivi. Bwana Barkley alipiga mafuta gari. Baada ya kuiwasha ile gari akarudisha reverse kwa nguvu. Baada ya kurudisha reverse akapiga breki. Bwana kile kiboksi bwana kikadondokea ndani ya maji. Baada ya kudondokea ndani ya maji kwa sababu ya kishindo, kikapasuka. Baada ya kupasuka, yule kiumbe akatoka ndani ya maji. Wale maaskari wakataruka, wakataka kumshika Bwana Barkley, na yeye akajirusha ndani ya maji akakifuata kile kiumbe. Bwana, mapenzi naona tayari yako yameshazaliwa hapa kati ya binadamu na yule kiumbe. Binadamu sasa, Bwana Barkley ameamua kujirusha katika maji, na baada ya kujirusha katika maji, yule kiumbe alimpokea pale katika bahari pale chini ya maji na kuanza kuondoka naye. Kwa nini aliondoka naye? Alimziba pumzi. Unajua wale wenzetu, wale viumbe wanaweza kupumua ndani ya maji. Kwa hiyo alimziba pumzi kwa kupitia mdomo wake ili aweze kumpa hewa ambayo ni kama oksijeni. Kisha akaanza kushuka naye chini ya maji. Kumbe ilikuwa sio bahari bwana, ilikuwa ni mto. Na ule mto ulikuwa unamwaga maji moja kwa moja katika bahari. Kwa hiyo vyombo vya habari, breaking news, vikatangaza kuna kijana anaitwa Barkley
ameamua collaborate na viumbe kutoka katika kina kirefu cha bahari, viumbe wanaitwa Homo aqua. Kwa hiyo baada ya kumwokoa yule Homo aqua, bwana Brackley alijirusha naye katika mto. Sasa vyombo vya ulinzi, boti za ulinzi, helikopta za kijeshi zilianza kulanda katika mto, kwa sababu walisema hawa kabla hawajafika katika njia ya kina kirefu cha bahari, najua mito inamwaga maji katika bahari. Kwa hiyo walianza kwa double cross, kuwazunguka kabla hawajavuka ule mto na kuingia katika bahari, waweze kuwakamata wote tena. Kwa hiyo hapa moja kwa moja bwana Brackley alianza kuonekana kuwa ni mhalifu. Kwa nini aungane na huyu kiumbe na kwa nini amsaidie? Lakini bwana Brackley yeye alimsaidia kwa sababu yeye aliokuwa maisha yake kule chini ya bahari. Bila huyo kiumbe bwana Brackley angekufa. Ndio maana ameamua kutoa msaada kwa huyo kiumbe kwa kumwokoa kutoka katika mikono ya binadamu, kwa sababu binadamu walikuwa wana njia ya kumuua, na lengo lao kubwa lilikuwa ni kumuua huyo kiumbe, kwa sababu walikuwa wanaamini kwamba huyo kiumbe ndio aliangamiza wale binadamu. Sasa hapa tunaona kabisa binadamu na viumbe tayari wameshachonganishwa, lakini anayejua ukweli ni bwana Brackley na yule kiumbe anaitwa Salt aliokolewa na Brackley. Na ghafla alamu ililia katika ule mjengo ambapo siku zote mkutano ulikuwa ukifanyika katika dunia kati ya wale Homo aqua na binadamu, na kisha wakaona viumbe kama 6 hivi wakijongea katika ule mjengo, kwa sababu tayari walikuwa washatengenezea njia. Wale Homo aqua wanajua wapite wapi watoke wapi. Kwa mara ya kwanza walikuja wakiwa 6. Sasa naona pia kwa mara ya kwanza walikuja wakiwa 4. Kwa mara ya pili walikuja wakiwa 3, ila sasa hapa naona leo wamekuja wakiwa 6. Walikuwa wanataka kuzungumza nini? Ghafla inabidi alamu ilipigwa. Baada ya alamu kupigwa, ufanyike mkutano wa dharura, sababu hawa Homo aqua wanaonekana mara ya kwanza walitangaza vita. Baada ya kutangaza vita, serikali ya nchi hii iliweza kumkamata Salt, ule mjumbe wa Homo aqua, kutoka katika ile bahari, kina kirefu cha bahari, baada ya kusemekana kwamba wale Homo aqua ndio wameua binadamu. Kumbe kuna baadhi ya binadamu ambao si wazuri walimpandikiza bwana mdogo mmoja hivi, mzee mmoja hivi, akaenda kupasua mabomu kule chini. Baada ya kupasua mabomu kule chini, bwana Brackley akasaidiwa na yule Homo aqua ambaye anaitwa Salt, akapanda naye juu. Lakini wakati huo huo serikali ikamkamata yule Salt na kumfanya kama mhalifu wa kivita. Lengo lilikuwa ni kumuua kabisa na kumpoteza katika ulimwengu huu wa samaki na binadamu, kwa sababu waliamini yeye ndio aliyomaliza binadamu wote walioenda kule chini ya bahari. Na baada ya hapo tunaona kabisa kwamba bwana Brackley haukubali, aliamua kumsaidia na kumwokoa yule Homo aqua, yule Salt, na kutoweka naye. Na hapa tunaona hatua inayofuata, mkutano wa asili, mkutano wa ghafla unataka kufanyika baada ya Homo aqua kuja 6 katika uso wa dunia tena, kupitia katika zile njia wanazopitia siku zote na kutokea katika ukumbi. Watu wakaongozana wakaenda kuwasikiliza Homo aqua ni nini wanasema, akiwepo na ule madam ambaye siku zote hamkubali bwana mdogo Brackley. Madam anaitwa Kate, nilikuwa nimesahau kidogo jina lake. Madam anaitwa Kate akaenda mbele ili kuwasikiliza wale Homo aqua ni nini wanataka. Walifungua mlango, wakatokea chini wakuwa 3 na juu walikuwa 6. Sasa wamekuja 9. Nilikuwa najua wamekuja 6, kumbe wako 9. Ndipo mjumbe yule Madam Kate akasema, karibuni katika dunia yetu. Madam Kate akaendelea kujitambulisha, jina langu naitwa Kate, niko hapa kwa niaba ya kuwaongoza katika maongezi, niko hapa kwa niaba ya kuwasikiliza, niko hapa kwa niaba kama mjumbe wa serikali ili kuweza kuzungumza na nyinyi. Semeni shida yenu. Wale viumbe wakasema, unataka tuzungumze nini? Unataka tuzungumze nini? Hebu tuambie, kwa nini mmekuja katika dunia yetu kwa amani na kisha mkapiga mabomu na kuweza kuangamiza vizazi kwa vizazi? Hivi mnifikiri sisi mnaweza kutuangamiza mkatumaliza? Sisi tuko Red Sea, tuko bahari nyekundu, tuko bahari ya Sham, tuko bahari ya Pacific, tuko bahari ya Atlantic.
tuko Indian Ocean. Sisi bahari zote tupo, jamii yetu tupo. Kwa hiyo mnapokuja katika chumba kidogo cha mkutano mkapiga mabomu yetu, msifikiri mmeweza kutumaliza. Na mkumbuke sisi ni wengi kuliko nyinyi. Mkumbuke 1/3 ya dunia imezungukwa na maji, lakini katika hiyo 1/3 sisi ndio tunaishi. Kwa hiyo sisi ni wengi kuliko nyinyi binadamu. Tumekuja kujua kwa nini mmekuja kuangamiza kule chini ya bahari, yule kiumbe alisema. Yule Madam Kate akajibu akasema, ukisoma science, teknolojia, filosofia, sisi ndio viumbe pekee ambao Mwenyezi Mungu ametuleta tuja kuishi katika hii dunia. Ukiangalia vitabu vya historia na vitabu vya kidini, sisi ndio viumbe pekee ambao tumeteuliwa na Mwenyezi Mungu kuja kuishi katika hii dunia. Ni sawa tumeleta majanga, ni sawa tunatupa takataka na sumu katika bahari, lakini sisi hizo sumu na hizo takataka hatuna pa kuzitupa katika dunia. Tukisema tutupe katika ardhi au uso wa dunia, tutasababishia matatizo, ndio maana tupa katika bahari. Yule Madam Kate aliendelea kusema, hivyo tunaomba tu suluhu, tuweze kuelewana, tuweze kuangalia njia rahisi aweze kuweza kutaka nyie muweze kuishi, lakini kiukweli sisi hatujatupa mabomu katika dunia yenu. Hata sisi tunaendelea kufanya uchunguzi, ni nani ambaye amepandikizwa kwa siri katika wajumbe wetu, ni nani ambaye afanya hicho kitendo, ili serikali iweze kufuata na sheria za nchi za kufuata mkondo wake. Baada ya Kate kuzungumza na kuomba msamaha wale viumbe, yule kiumbe alisema, ninakubali maombi yenu, lakini nahitaji kujua yule balozi wa kike yuko wapi ambaye anaitwa Salt. Bwana, hawa viumbe bwana, inaonekana hawajui kabisa kama yule kiumbe ameokolewa na mwanadamu ambaye anaitwa Ambassador Blackray. Kwa hiyo wamekuja kumdai yule kiumbe mwenzao ambaye anaitwa Ambassador Salt. Wanamuuliza yule mama, yuko wapi Ambassador Salt? Tunamhitaji, yuko wapi? Kisha Madam Kate anajiita mwenyewe Ambassador Kate akasema, mimi sifahamu, sijui alipo. Yule kiumbe kutoka kule chini ya bahari akaendelea kusema, baada ya binadamu kupiga mabomu katika mkutano na kusababisha watu wengi kufa, huyu kiumbe anaitwa Salt amefanya makosa makubwa. Hataki kukaa kabisa na binadamu na hataki kuwa na binadamu, ila amemsaidia binadamu kumtoa kule chini ya bahari na kupanda naye kule juu, kumsaidia maisha yake. Tunataka kujua kwa nini huyu kiumbe amefanya usaliti na kuwa karibu na binadamu. Kwa nini? Ndipo le Madam Kate akajiuliza, kumbe yule kiumbe alimsaidia bwana Ambassador ambaye anaitwa Blackray. Ndio maana Blackray aliamua kumsaidia na kutoroka naye. Na huku tunaona upande wa pili yule Blackray kando ya mto, kabla hawajatokea baharini, kando ya mto, watu katika maji wakakaa nje kabisa. Bwana, huyu kiumbe alikuwa ametokea kumzimikia sana huyu binadamu. Huyu kiumbe inaonekana yuko karibu sana na binadamu, ndio maana ameamua kumsaidia bwana Blackray. Na huku upande wa mkutano yule kiumbe aliendelea kusema, tunataka kujua, binadamu wengi wamekufa, lakini huyu kiumbe ambaye anaitwa Salt amemsaidia binadamu, na binadamu ndio aliyofanya mauaji kule chini ya bahari. Tunamhitaji huyu kiumbe ili tuweze kumshika na kumpeleka katika mahakama zetu ya chini ya bahari, ili aende akajibu kwa nini amemsaidia huyu binadamu, na kwa nini yeye yuko karibu na binadamu, na sheria zetu za huko chini ya bahari viumbe sisi haturuhusiwi kabisa kwa karibu na binadamu. Sasa nataka kujua, yuko wapi yule mtoto wa kike? Yuko wapi yule Salt? Yuko wapi yule kiumbe? Wale viumbe waliendelea kuuliza kwa hasira. Madam Kate akasema, ni kweli mnamtafuta huyo binti, huyo mwenzenu ambaye ni samaki, huyo kiumbe mwenzenu ambaye kutoka katika dunia yenu mnamtafuta, lakini kama mnamtafuta kwa nia ya kumwadhibu, kama mnamtafuta kwa nia ya kumpoteza maisha yake, basi siwezi kuwapatia. Yule kiumbe akasema,
tupo katika vita kati yenu nyinyi na sisi. Kama tupo katika vita, basi tutakuwa tayari kufanya chochote ambacho tunaona kwetu sisi ni sahihi, kwa sababu nyinyi mmefanya jambo ambalo sio zuri. Mmekuja katika dunia yetu na kuipiga mabomu. Baada ya kuipiga mabomu, hatuelewi kilichoendelea. Tunaona huyu mwenzetu kamsaidia binadamu mmoja ambaye ndo alikuwa mjumbe wenu kutoka duniani, na muongozana naye mpaka leo. Sisi hatujui huyu binadamu yuko wapi, na hatujui huyu mjumbe wetu yuko wapi. Sisi tunachokuhitaji ni mtukabidhi huyu mwanamke ambaye amesaliti jamii yetu na kuwa karibu na binadamu na kuwasaidia binadamu. Yule kiumbe akaendelea kusema, nimekuja nimezungumza na nyinyi kwa utaratibu, nimekuja nimezungumza na nyinyi kwa upole, lakini nashindwa kunielewa nachoomba. Namhitaji yule binti ambaye kiumbe ambaye amekuwa upande wenu, ila kama hutonielewa, mjumbe anayekuja watatu, na maana mjumbe wa kwanza alikuwa ni yule Salt, wa pili ni mjumbe mwingine ambaye ni wa kiume, anatisha kweli kweli, rangi yake ikiwa ni ya blue, ana mikono miwili, ana miguu miwili, lakini ni samaki. Yupo kama samaki na anazungumza. Akawaambia mjumbe watatu atakaye kuja atakuwa hana cha msalia mtume, yeye anakuja kuangamiza. Na kisha akasema tunaweza kuyatumia maji yakawa silaha ya kuangamiza wanadamu wote katika dunia. Nini kitaendelea katika sehemu inayofuata? Nini kitaendelea katika sehemu ya 6? Tafadhali naomba ufuatilie hatua ifuatayo. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Watu wangu wa Uganda, Kenya, South Africa na duniani kwa ujumla, watu wangu wa Tanzania, hii ni The Book of Magic and Movie Stories. Endelea kunifuatilia, endelea kama ni mtu wa kwanza katika hii channel hii, subscribe ili mtu wa kwanza kupata notification pale ambapo napokuwa nimeweka simulizi mpya. Naitwa Ayubu Obedi, mpaka wakati mwingine tena kama huu, tutaendelea na sehemu ya 6 ya simulizi hii. Asanteni, bye bye, tutaonana wakati mwingine tena.